Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyu. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu vema ya afya na biashara au kazi yako. Chochote ili kisimame ni lazima kiwe na nguzo. Afya ili isimame ni lazima iwe na nguzo. Biashara ili isimame ni lazima iwe na nguzo. Kwa kuwa nguzo ndiyo biashara, nguzo ndiyo afya yako, nguzo ndiyo kazi yako. Na kufanya nguzo ya biashara yako ipo katika neno. Nguzo ya biashara yako ipo katika neno. Na neno la biashara yako ni uwepo. Ni uwepo wa biashara yako. Neno la biashara yako ni neno uwepo. Maanisha uwepo wako ndiyo nguzo ya biashara yako. Uwepo wako ndiyo nguzo ya biashara yako. Uwepo wako ndiyo nguzo ya afya yako. Uwepo wako ndiyo nguzo ya kazi yako. Kwa kufanya popote pale ulipo, jinsi hiyo hiyo ulivyo, vyovyote hivyo hivyo ulivyo, pasipo kujalisha afya yako inaonekana vipi, biashara yako inaonekana vipi, unafanya shughuli gani, upo katika kazi ipi, lakini hapo hapo ulipo, wewe ndiye uliye nguzo ya biashara hiyo. Biashara hiyo ndiyo iliyo nguzo. Kwa muonekano ulionao hapo ulipo, wewe ndiye uliye nguzo ya afya yako. Wewe ndiye uliye nguzo ya biashara yako. Wewe ndiye uliye nguzo ya kazi yako. Kwa jina ulilonalo, kwa jina la biashara hiyo, kwa jina la unachokiuza, kwa jina la hivyo, kwa kuitwa kwako hapo hapo ulipo, ikimaanisha ulivyo hapo, jinsi ulivyo hapo, wewe ndiye uliye nguzo ya hapo ulipo. Wewe ndiye uliye nguzo ya biashara yako hapo ulipo. Wewe ndiye uliye nguzo au muonekano wa nguzo ya biashara yako, muonekano wa nguzo ya afya yako, muonekano wa nguzo ya kazi ulionayo au kazi yako. Tena kwa jina lake, kwa kuitwa kwake, kwa jina lake, kwa kuitwa kwako, wewe ndiye uliye nguzo ya biashara yako kwa jina la kuitwa kwake. Wewe ndiye uliye nguzo ya afya yako kwa kuitwa kwake. Kwa kuwa wewe ni nguzo, ni lazima uwe ni nguzo katika uhimilivu. Ni nguzo iliyo katika uhimilivu, ikimaanisha katika muhimili wake, ikimaanisha katika muhimili wake au katika mzunguko wake. Kwa kuwa raha ya biashara ni mzunguko wake, ipo katika kujizungusha kwake. Faida ya biashara ipo katika mzunguko au muhimili, kwa jina moja, uhimilivu wake. Raha ya kazi yako ipo katika muhimili au uhimilivu wake, ikimaanisha ipo katika mzunguko wake. Faida ndiyo raha, faida ndiyo pumzisho, faida ndiyo utulivu.
Faida hupatikana katika mzunguko wake. Faida hupatikana katika mzunguko au muhimili, au kwa jina moja, uhimilivu wa biashara yako, uhimilivu wa afya yako, uhimilivu wa kazi au muonekano wa kazi yako. Na ongezeko la wale wanaokuja kukaa katika kazi yako ndiyo faida au raha ya kazi au biashara yako. Ongezeko la wanaokuja kufanya biashara na wewe ndiyo raha au faida ya biashara au kazi yako. Wale wanaokuja au ongezeko wanaokuja kukaa katika biashara yako, kukaa katika afya yako, kukaa katika kazi yako, ili muifanye kazi pamoja, ili muifanye biashara pamoja, ikimaanisha ufanye nao biashara. Hao ndio iliyo faida au raha ya kazi au biashara yako, ya afya au biashara na kazi ulionayo hapo popote ulipo. Bila shaka wewe ndiye biashara katika muonekano huo ulionao. Wewe ndiyo kazi katika muonekano huo ulionao. Wewe ndiye afya katika muonekano huo ulionao. Wewe ndiye biashara katika muonekano huo ulionao kwa jina lake. Wewe ndiye kazi katika muonekano huo ulionao kwa jina lake. Wewe ndiye afya katika muonekano huo kwa jina lake. Kwa popote ulipo kuna kitu kinaingia na kuna kitu unakitoa. Kuna kitu kinaingia na kuna kitu kinatoka, ikimaanisha kuna biashara unaifanya. Kuna muonekano wa kazi inafanyika. Kwa kuwa wewe ndiye uliye kazi, wewe ndiye uliye biashara, wewe ndiye uliye afya kwa jina hilo moja. Ukiwa katika muhimili au uhimilivu wako, ukiwa katika mzunguko wako, wanao kutazama hukutazama katika muonekano zaidi ya mmoja. Wanaoitazama biashara yako wanaitazama katika muonekano zaidi ya mmoja. Wanaoutazama afya yako wanaitazama katika muonekano zaidi ya mmoja. Wanaoitazama kazi yako wanaitazama katika muonekano zaidi ya mmoja. Katika kujizungusha ndani ya muhimili wako, ndani ya mzunguko wako, wanaokutazama wewe wanakutazama katika muonekano zaidi ya mmoja. Si kwamba una mionekano mingi, bali una muonekano mmoja katika urahisi wa yule anayekutazama, ili aje aketi pamoja na wewe mkifanya biashara pamoja. Aketi katika biashara yako, aketi katika afya yako, aketi katika kazi yako, ili mfanye naye biashara. Kuwa biashara yako ikiwa katika mzunguko wa muhimili wake, ikimaanisha uhimilivu wake inaonekana katika pande mbili tofauti, pande inayopanda na upande inaoshuka, upande inaopanda na upande unaoshuka. Maanisha kinachoingia
na kinachotoka. Maana kwamba hapo ulipo unaonekana kwa kile kinachotoka na kile kinachoingia. Biashara yako inaonekana kwa kile kinachoingia na kile kinachotoka. Fanya wanaokutazama, wanaoitazama afya yako, wanaoitazama biashara yako, wanatazama kile kinachotoka au kile kinachoingia. Sawa sawa na kila ambaye anatazama anahitaji aone nini? Anahitaji aone kitu gani kwako, ndipo aje aketi na wewe, ndipo aje afanye biashara pamoja na wewe. Sio kwamba una mionekano miwili, bali una muonekano mmoja, katika urahisi ya kila mmoja apate kutazama kwa jinsi yeye anavyohitaji. Maanisha apate kukipata kile ambacho anakihitaji yeye kutoka kwako, apate kukipata kile ambacho anakihitaji yeye kutoka kwako, naye kuongezeka kuwa mmoja wako. Shaka hapo ulipo yupo ambaye anakutazama kwamba umepungua au umeshuka. Hilo si juu yako, ni juu ya yeye aliyekutazama. Pia yupo ambaye anakutazama umepanda, lakini si juu yako, ni juu ya yeye aliyekutazama umepanda. Yupo ambaye anakuona masikini, si juu yako, ipo juu ya yeye anayekutazama ni masikini. Yupo ambaye anakutazama wewe ni tajiri, si juu yako, ni juu ya yule ambaye anakutazama wewe ni tajiri. Wewe ni masikini, wewe ni mgonjwa, wewe ni mwenye afya, wewe ni mwenye kitu hicho, sawa sawa na majina yote ya kuitwa kwako. Majina yote ya kuitwa kwako, kwa sababu za kuitwa kwako, si juu yako, bali ni juu ya yule ambaye amekuita, ni juu ya yule aliyeitazama biashara yako na kuita kwa jina hilo, juu ya yule aliyeitazama afya yako na kuita kwa jina hilo, juu ya yule aliyeitazama afya yako au muonekano wa kazi yako na kuita kwa jina hile, kwa jina hilo. Anayekuita kwa jina hilo ndiye aliye mbadala wa jina hilo aliyokuita. Anayekuita kwa jina hilo ndiye aliye mbadala wa jina hilo aliyekuita. Akikuita mwanamume, yeye ni mwanamke. Akikuita mke, yeye ni mume. Akikuita masikini, yeye ni utajiri. Akikuita tajiri, yeye ni umasikini. Akikuita mgonjwa, yeye ni afya. Akikuita wewe kwa jina hilo, yeye ni wa mbadala wa jina hilo. Anakuita sawa alivyokutazama, sawa na nuru yako ilivyomulika na yeye kukutazama. Kutazama ili ajue nafasi yake ni ipi kwako, usaidizi wake ni upi kwako, nini atakipata kwako. Kisha jua, basi ndipo hufanya biashara na wewe, ndipo huongezeka katika biashara yako, ndipo huongezeka
katika afya yako, ndipo huongezeka katika muonekano wa kazi hiyo ulionayo, muonekano wako huo ulionao popote pale ulipo. Kwa kuwa amefuata nuru ya uhakika wa kuonekana kwako, amefuata nuru ya uhakika wa kuonekana kwako popote pale ulipo, kwa jina la kuitwa kwako. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu vema ya afya na biashara au kazi yako. Ndio, mwenye sukari ya kupanda anaifuata sukari iliyoshuka kwako, anaifuata ile nuru ya sukari iliyoshuka kwako. Sukari iliyoshuka ndio faida aliyoifuata kwako na kutaka kukaa pamoja na wewe na kuongezeka hapo ulipo. Yule mwenye presha au shinikizo la damu ya kupanda, fuata lile shinikizo la damu lililoshuka, na faida yake ni lile shinikizo la damu lililoshuka. Fanya akawa pamoja na wewe, akafanya biashara na wewe, kwa kuwa ana faida na wewe. Kufanya hapo ulipo, huna kingine cha kuongeza, ndipo uanze kufanya biashara, kwa kuwa hivyo ulivyo ndio nguzo ya biashara, ndio uhimilivu wa biashara, kwa kuwa hadi umekuwepo mpaka sasa. Uwepo wa biashara yako upo mpaka sasa. Wewe upo mpaka sasa. Upo katika uhimilivu, upo katika muhimili, upo katika mzunguko. Fanya, hauna kingine zaidi unachohitaji zaidi ya wewe kuwepo, zaidi ya wewe kuwa hapo ulipo, kwa kuwa sasa nuru yako imeonekana, mwangaza wako umeonekana, biashara yako imeonekana, kazi yako imeonekana, biashara yako imeonekana, afya yako imeonekana, na Mungu yupo kufanya biashara na wewe, yupo kuiongeza biashara yako, yupo kuongezeka kwenye afya yako hapo ulipo. Ameongezeka kwenye afya yako hapo ulipo. Ulikuwa na HIV, nenda kapime na ikawe ushuhuda kwa yule ambaye amekupima, kwa kuwa Mungu ameongezeka kwenye afya yako. Ulikuwa una sukari, nenda kapime ikawe ni ushuhuda kwa yule ambaye anakupima. Ulikuwa na uvimbe, utazame iwe ni ushuhuda hapo ulipo. Ulikuwa upati wateja, tazama wale ambao walikuwa hawakuoni na wateja wapate kukuona na iwe ushuhuda kwako. Ulikuwa hivyo, jitazame, nenda kajionyeshe kwa wale walikuwa wanakuona hivyo kabla ya leo hii, kabla ya neno hili kukufikia hapo, kabla ya pumzisho hili kukufikia hapo, na iwe ushuhuda kwao, na ushuhuda huu uwe pumzisho kwao. Basi wewe ndiye uliye vema ya afya yako, ndiye uliye vema ya biashara yako, wewe ndiye uliye vema ya kazi ya biashara yako, kwa kuwa hapo ulipo ndiye nuru ambayo Mungu ameifuata. Wewe hapo ulipo ndiyo nuru ya taa katika nguzo hiyo ambayo Mungu, pumzisho hili limeifuata hapo ulipo, kwa kuwa wewe ndiye uliye nguzo ya biashara hiyo kwa hapo ulipo. Basi pokea pumzisho hili la ushuhuda kwa wote wanaokushuhudia
kuanzia sasa. Pokea na iwe kwako.